Pakua application ya Libazon Tanzania sasa uweze kununua bidhaa ukiwa popote na kwa muda wowote, na ufikishiwe bidhaa yako mahali popote utakapo kwa gharama nafuu kabisa. Je, upo tayari kufanya manunuzi kiurahisi kupitia Libazon? Mpenzi mtazamaji wa Mwananchi Digital, siku ya leo studioni tumewakaribisha mama zetu wakati taifa limekumbwa na msiba mkubwa wa rais mstaafu wa awamu ya 3 Bwana Benjamin Mkapa ambaye amefariki juzi. Sasa leo tunawaita mama hawa kuja tuzungumze machache ambayo wanamfahamu vipi rais huyo mstaafu Benjamin Mkapa. Itakumbukwa Rais Mkapa ni miongoni mwa marais ambao waliingia madarakani wakati kuna vuguvugu la mkutano mkuu wa Beijing. Lakini sasa kwa sababu na hawa nao walikuwepo kipindi hicho, nadhani watakuwa nayo mengi ya kuzungumza juu ya mzee wetu huyu Rais Mkapa. Naitwa Lilian Timbuka, nikukaribishi tena, karibu sana, tuendelee na mazungumzo haya. Na studioni ninaye Mama Mary Lusimbi ambaye ni mkurugenzi wa Women Fund Tanzania, na tunaye daktari mwanahabari nguli Mama Ananilea Nkia ambaye yeye ameshawahi kuwa mkurugenzi wa TAMWA miaka hiyo, lakini bado ni mwanachama wa TAMWA na anaendelea kusukuma gurudumu la maendeleo la chama cha TAMWA Tanzania. Lakini pia tunaye mama yetu Gema Kilemali, mama huyu kutoka Mbozi. Yeye ni miongoni mwa wanawake wanaounda ule mtandao wa wanawake Tanzania, lakini pia amefanya kazi sana TGNP na ni mwanachama. Kwa hiyo nawakaribisha sana, karibuni sana Mwananchi. Mjisikie mko huru kuzungumza, japokuwa tuko kwenye maombolezo, lakini hili halipingiki. Kila mja wa Mungu atarejea kwake siku ikifikia. Nianze na Mama Mary. Sijui wewe binafsi unamfahamu vipi Mkapa? Asante sana. Kwanza labda nichukue nafasi hii kutoa pole kwa taifa, kwa serikali yetu, kwa Mama Ana na familia yake Ana Mkapa, lakini na kwetu sisi wananchi, lakini zaidi wanawake. Kwa kuwa sisi leo tuko hapa kama tunataka kutoa sauti ya wanawake katika ngazi mbalimbali, na sisi sio tutakaoongea, tunategemea mtakaribisha wengi zaidi, kwa kuwa kuna vitu ambavyo tulimgusa kama rais wa awamu ya 3. Mimi kurudi kwenye swali lako la kwamba nilimfahamje, nafikiri kama ulivyosema ameingia katika awamu ya 3 95. Wakati huo tuna vuguvugu la kujiandaa kwenda Beijing, na tulikuwa ni wanawake wengi tu wanajitolea, wanakaa pamoja, tukakusanyika, mwisho tukaenda mikoani, tukaleta habari za wanawake wanataka nini kwenye Beijing. Lakini wakati huo mimi nilikuwa, wakati akiwa katika hiyo awamu ya 3, nilikuwa wakati huo nimesha unganika na wenzangu, tukaanzisha mtandao wa jinsia Tanzania. Kwa mimi pia ni mwanachama wa huko, lakini pia nikajikuta nimekuwa mkurugenzi wa pili wa TGNP au mtandao wa jinsia Tanzania. Na kutokana na hapo tukishirikiana na wenzetu wengi walio katika harakati mbalimbali za kuonyesha nafasi ya mwanamke, sio tu katika uongozi, nafasi ya mwanamke katika nguvu alizonazo, katika michango alionayo mbalimbali. Na tukisema hapa kidogo hapajakaa vizuri kwa ajili tuone vizuri nguvu zao, tulifanya sana kazi na mheshimiwa mzee wetu aliyetangulia mbele za haki, mzee Benjamin William Mkapa. Alijikuta ni wakati anatusaidia kuandaa, anatusaidia kukubali Beijing, lakini ni wakati ambao harakati zilikuwa juu sana katika kusema yale tuliyokubaliana nayo Beijing basi yarudishwe nyumbani, yakubalike. Kwa hiyo kwa ujumla hapo ndio tulifanya naye kazi. Labda utanipa muda nitaelezea kwa namna gani na ili wenzangu waongee, lakini tuliweza kuwa na kufuatilia sana serikali yake na kufuatilia yale masuala aliyotufanyia. Kwa hiyo kama utaniruhusu, kabla sijawachia wenzangu,
ningependa tukusema kwamba ni wakati huo huo ambao tuliona yale yaliyojengwa na awamu ya kwanza, ambayo tuliona kama Mwalimu Nyerere alijenga zaidi kutambua utu wa mwanamke na mwanamume katika katiba na mengine mengi, na alipeleka watu shule na vitu kama hivyo. Tukakuta awamu ya pili ikajengea, lakini awamu ya tatu ilikuwa ni wakati ambao tuliona sasa ile nia ya serikali ya kusema tujenge mazingira, nafikiri mazingira mazuri, kwa Kiingereza tusema enabling environment, ya ili sasa tutekeleze haya masuala tunayoyaongelea ya kwamba tunathamini utu wa mwanamke na mwanamume, tunathamini kwamba wote wana uwezo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tulimuona serikali yake na tuliona uongozi wake. Na labda mama Mary wakati huo sasa yeye ameingia TGNP na nyinyi mnapambana na wengine kama TAMWA na vyama vingine kuona ule usawa wa kijinsia kwenye makundi yote. Yeye aliipokea vipi? Labda kabla kuipokea ningependa kusema alikuwa ni mtu ambaye alisema kwanza nitasaidia maandalizi. Kwa serikali ilibeba swala la maandalizi kwa kupitia wizara yake. Sisi watu walioko nje ya wizara tukafanya maandalizi, tukaenda mkutano. Na bahati nzuri kati yetu hapa nikiwepo mimi nilikuwa Beijing. Kwa hiyo tumefika kule, serikali zote za ulimwengu zilichukua uwajibikaji kwa kwamba tunataka twende tukalifanyie kazi ili swala la kuleta usawa wa jinsia kama swala la maendeleo. Kwa hiyo tukarudi nyumbani. Tulichofurahi kati ya nchi nyingi, zingine zilikubali, wengine walisema wamama mkae huko na ajenda yenu. Sisi hapa tuliandaa hafla maalum na Mama Mongella kwa sababu alikuwa ametokea Tanzania, akaja na mheshimiwa huyu tunayemwongelea leo alikuja kiserikali kama rais wa nchi hii wakati wake, akapokea yale maazimio yaliyotoka Beijing. Sasa kile hakikuwa kitu kidogo, ni kwamba akasema tutakuwa na maeneo 4, wakaikubali. Nafikiri wenzangu mtaelezea, ni elimu, ilikuwa elimu, afya, uchumi, kuwezesha mwanamke kiuchumi na mwanamke kuchukua nafasi ya uongozi. Na labda sasa wewe daktari, kwa sababu kipindi hicho ulikuwa pia uko active kwenye uandishi wa habari, unaweza ukamzungumziaje kwa ujumla? Sijui nianzie kwenye habari kamili, lakini ningependa kwanza nizungumzie kwenye tulivyokuwa tunapigania kama mashirika sio ya serikali, yani NGOs, au tulikuwa tunajiita wenyewe FEMACT, kwamba ni mashirika yalikuwa yanaleta wanawake na wanaume, lakini tunabeba ajenda ile ya usawa wa jinsia, haki za wananchi wa kawaida, wanaume na wanawake. Kwa hiyo cha kwanza kabla sijakuja kwenye habari ni ile sauti ya watu na mchango wa sauti ya watu, wananchi wa kawaida, wanawake na wanaume, katika kuleta mabadiliko ya kunufaisha jamii nzima. Mkapa ninavyomuelewa mimi, alikuwa anatusikiliza na kubeba ajenda zetu kwenda kufanya nazo mwenyewe harakati. Kwa mfano sisi kama FEMACT tulikuwa tunajaribu kushinikiza mashirika ya kimataifa, kwa mfano Benki ya Dunia, kwa mfano World Bank, alafu WTO, mashirika yanayotawala dunia kwa mikopo, kwa kutoa maamuzi, kwa biashara na vitu kama hivyo. Tunasema kwamba nyinyi mnaendelea kunyonya nchi maskini, si ndio? Kwa hiyo lazima mbadilike, kwamba miaka mambo mmeendelea kunyonya mataifa machanga, lazima mbadilike. Alafu tunakuja kwetu, tunawaambia serikali msiendelee kukubali hizo sauti, hizo mshinikizo mnapata kwenye mashirika. Kwa hiyo alikuwa anabeba zile sauti anapokwenda kwenye mikutano ya viongozi wa dunia, marais, Davos kule, anatumia zile sauti zetu. Na pengine alikuwa anatumia hata zile picha zetu za maandamano kusema hapana, enough is enough, tunataka mabadiliko ili tuondokane na kwamba kuna watu ambao hali zao ni mbaya sana, ndio sisi nchi zetu za dunia tatu, ili tuweze kubadilisha dunia. Kwa hiyo alikuwa anajua nafasi ya sauti za wananchi, sauti za wanawake, sauti za walemavu, sauti za vijana, kwamba wanasema nini watu wa kawaida wa chini, kwamba sauti zao lazima tusikilize na ndio tuwaambie wale waweze. Kwa kufanya hivyo
dunia katika kusamehewa yale madeni kama HIPC. Tanzania ilisamehewa madeni mengi sana. Alisamehewa kwa sababu aliweza kuyapresent kama tulivyokuwa tuna present sisi FEMAT. Kwa hiyo naye anaenda kupresent World Bank kwamba sio mimi naongea kama Rais Mkapa, na kuja hapa kwa sauti ya Watanzania, angalia hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo hilo naweza kumpa credit kubwa sana kwamba alisimamia kama sauti ya wananchi. Na zaidi nilimwona kwamba mtu pia alijali maslahi ya watu wa chini kabisa. Kwa mfano wakati sukari ilikuwa na tatizo fulani hivi, akasema sitaki iongezeke hata shilingi moja. Itaongezeka hata shilingi moja. Kwa sababu ukiongeza shilingi moja maana yake umemanyima watu wengi kunywa chai na sio haki. Kwa hiyo kwa hilo nilikuwa namuona kama mtu aliyozungumza. Lakini kwenye uandishi wa habari alikuwa ni mwanahabari. Ndio. Hata kama alikuwa sio mwandishi wa kuandika kwa sababu yeye zamani alikuwa aliteuliwa na rais wa kwanza wa jamhuri yetu. Ndio. Mwalimu Nyerere kumanage kuongoza ile nationalist gazeti ile. Kwa hiyo unaweza kusema alikuwa anasimama kwenye upande wa serikali. Lakini alivyoingia na serikali yake akiwa anasema ni uwajibikaji, good governance, uwazi na ukweli. Ndio. Ilipotokea media ikatoa kitu, alafu ikatoka sauti ya wanawake kwenye movement, zikatoka sauti za wabunge kwamba kuna huyo hapo amefanya hiki, alikuwa anasikiliza. Najua kuna watu ambao waliwaambia hata kama tunafahamiana vipi, mimi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba ushuke pisha, kwa sababu tayari hatutaki serikali chafuke. Na ndio tunakumbuka kipindi hicho wakati wa uongozi wake wananchi walikuwa wakishuhudia ama wakisoma zile hotuba zake za kila mwisho wa mwezi, anazitoa kwenye vyombo vya habari magazetini. Mama Gema wewe unafahamu niongeza hapo kabla ya Mama Gema. Ulikuwa unasemaje dada hiyo ya kwamba zile speech za kila mwezi. Maana yake ni nini? Ninavyomuona kama kiongozi, alikuwa ni mtu alikuwa anajua kwamba sauti ya baba au sauti ya kiongozi katika familia ni sera. Yaani kutamka neno moja, mtoto wako akilichukua kama ni neno baya, tayari umeshaharibu utamaduni. Tayari umeshaharibu mipango. Ukisema neno moja kama ni nzuri, tayari limechukuliwa kama tofali la kujenga utamaduni. Kwa hiyo kwa kweli tunaweza kusema kwamba tumempoteza kiongozi ambaye alikuwa anajua maana ya mkuu wa nchi na vitu kama hivyo. Na dada Gema, asante sana. Kwa kweli mimi nikianza kumzungumzia Rais Mkapa marehemu, kwa bahati mbaya niseme tu kwamba ni mtu aliyekuwa ameweka system, tunasema system, sijui mifumo. Yes. Aliweka mifumo ambayo aliheshimu sana, mifumo ambayo ilijali kama anavyosema makundi yote, lakini mifumo iliyokubali yeye mwenyewe akawajibika na kuwawajibisha wengine. Na kila alichosimamia alihakikisha kwamba watu wanafuatilia. Mifumo iliyokuwa iligusa sana namna ya kuleta ule usawa. Kwa mfano, wakati mwingi tunaona kwa mfano kwenye mambo ya serikali, mifumo kama ile ya budget ya nini, tena ilikuwa inaandikwa kabisa siri, lakini ni wakati wake ndipo ilipofikia mahali pa kuona hii ni budget, ni ya taifa, ni watu wanao contribute, si ndio? Inatokana na kodi za wananchi. Kwa hiyo ule mgawanyo utawezaje kuwekwa kwamba umebanwa eti ni siri? Alikuwa wazi na alikubali sauti za wanajamii na hasa za mashirika yasiyo ya serikali, tukiongoza TGNP, lakini na FEMAT tuliposema kuna tatizo, sio wanawake tu wanaoumia, hata vijana, hata wababa wanaoachishwa kazi nao wanaumia. Wapi ambapo panaumia? Tunakuja kwa mfano na swala la utendaji wa kazi. Nani anayeumia zaidi? Kuna watu wanachangia uchumi lakini hawaonekani kabisa kwenye mahesabu hizi kazi zisizoweza kutambulika. Kwa hiyo alikubali budget ya taifa ianze kutazama kwa mtazamo wa kijinsia, kutayarishwa kwa mtazamo wa yaani mimi sitamsahau Rais Mkapa kwa hilo, kwa sababu ni kitu nyeti mno cha kwenda kuitikisa pale, hapana. Lakini yeye alikubali na akaipokea, na Tanzania imekuja kuwa ni ya kwanza katika Afrika kutekeleza mkakati wa budget kwa mtazamo wa kijinsia. Hakuachia hapo,
tuliposema hata ndani ya ile migawani hatuoni contribution, yani ile michango inayotolewa na wanawake na vijana ambao wanafanya kazi, lakini hapaonekani mahali popote kwamba hii imejumuishwa kwenye jumla ya pato la taifa. Tukasema hata kuna utofauti hapa, kuna kitu. Aliruhusu macroeconomic policy ziingize swala la unpaid ili liweze kuangalia. Mpaka leo NBS ina tool ile ya time use katika kutafuta, hebu tuone wengine wanaingizaje katika hii. Lakini cha ajabu ni kwamba unajua, kwa wakati mwingine kiongozi anaweza akazungumza yakaishia pale, lakini ninakwambia kwenye budget ilihakikishwa kabisa kwenye guideline, yani mwongozo ule wa utengenezaji wa budget, mwongozo wa budget wa 1999 uliweka peji 2 kamili zinazoelezea juu ya mkakati wa budget kwa mtazamo wa kijinsia. Serikali imekubali, wako wataalamu kutoka TGNP watakaopita kwenye masekta kuwafundisha. Fikiria, hii ni civil society kutambua nguvu ya wanajamii ndani ya vikundi waweze kufundisha. Unamwona ni rais ambaye alichukua ajenda za wananchi na akazipokea, na alikuwa yuko tayari kabisa kukemea pale ambapo kulikuwa na watu wanafanya michezo. Moja ya kukemea, wakati huo tunayosemea wa sera za World Bank na nini, waliwahi kukutana pale New Africa Hotel. Sisi tumekwenda na mabango yetu, tulishuwa na polisi tukaingizwa ndani mpaka tuje tutolewe na wanani. Lakini yeye alitoa tamko akasema, nani wanaharakati walikuwa na haki yao ya kutoa mawazo yao, na magazeti unakumbuka yote yakaandika. Kwa hiyo ni mtu aliyekuwa anafuatilia. Lakini kingine, hata yale makubaliano ya Afrika na ya SADC yaliyosema jamani, hebu tuwasogeze wanawake, na hasa ukikumbuka kwamba tumepokea Beijing na nashukuru sisi TGNP tulimtambua na tukaweza kutoa tuzo tulipokuwa tunasherehekea miaka 25. Tumetoa tuzo kwake mwaka jana ndio tumesherehekea. Tumempa tuzo kwamba katika marais wote ni yeye aliyeipokea Beijing na hata wakaazimia haya maeneo 4 kwa kusema kwamba, na ukiangalia haya maeneo 4 yale mengine 9 au mengine maeneo 4 ni yetu, ndio haya tuliotaja: afya, elimu, uchumi na uongozi. Na uongozi. Ukichukua haya 4, yani haya mengine yote yatakuja kuingia kwenye haya 4. Kama ukitekeleza haya 4 yote yanaingia pale, lakini aliyapokea na sisi tukamtambua kwa hiyo. Lakini ninachosema, hata yale maazimio ya kikanda walisema mwaka 2000 na ngapi lazima kuwe na 30% ya wanawake kwenye 15. Kufikia 15. Yeye aliamua kabla hajaondoka akatengeneza misingi na akatengeneza ule ambayo itaingiza hiyo 30%. Na ndio unaona kwa mara ya kwanza tukapata hata uwakilishi wa bungeni wanawake wanakwenda mpaka 36%. Ni juhudi yake. Lakini ile ya kukemea rushwa, jamani, Rais Mkapa alijifungasha na rushwa. Mpaka hata ukisikia sauti yake inatetemeka, rushwa inadidimia. Yaani ni mtu aliyekuwa ameamua kwenda na yale anayoazimia, lakini vile vile kutekeleza maazimio kwa ajili ya kwamba anawahudumia wananchi wote katika ngazi zote za chini na kadhalika. Na hii ni sifa kubwa sana ambayo alibeba. Labda pengine nirudi kwa Mama Mary. Ndio. Unafikiri ni alama gani ambayo Mkapa ameiacha ambayo hakuna Mtanzania yeyote ataweza kuisahau? Mimi labda kwa upande wa ujumla niseme tu, alikuja wakati uongozi wake au serikali yake ilikuja wakati ambao kulikuwa na mifumo mingi sana ya kiuchumi inarekebishwa, ya kisiasa. Maana msisahau kwamba ndio huu wakati pia alirekebisha kidogo katiba. Kidogo. Kuna wakati nafikiri ni 2005. Sikumbuki vizuri. Ni 2010 au ni ngapi? Lakini kulikuwa na marekebisho ya katiba. Na
mifumo mingi ya kifedha hiyo ambayo ndio ilituwezesha hata tukaingiza swala la dhana ya bajeti ya kijinsia, mifumo ya kuangalia umaskini uendeje nchini, ambayo sina Kiswahili kizuri, lakini poverty reduction strategy imejengwa wakati huo. Mifumo mingi sana ilikuwa inabadilika, mingine ilikuwa inabadilika kutokana na mahitaji ya wenzetu wanaotoa misaada. Ndio maana wenzangu hapa wanasema wafadhili kama World Bank, IMF, World Trade Organization inasema achia serikali, achia sekta binafsi ishughulikie. Kwa hiyo tukakuta sekta binafsi inashughulikia sana masuala ya afya, labda inaanza kuingizwa na hata elimu na vitu vingine. Kulikuwa kuna vitu kidogo wananchi walishangaa, lakini mimi alama yangu kwake ninayokumbuka katika hii mifumo yote ni vitu vitatu. Cha kwanza ni hicho alichokuwa anasema mwenzangu na kiongezea tu ya kwamba alikuwa ni kweli inabidi kama serikali hasa zenye kukaa kwenye nchi zetu hizi usikilize kidogo wanachosema wafadhili wako, lakini alikuwa sasa anatumia sauti ya wananchi kusema hii haifanyi kazi. Na sisi tulifanya kazi kubwa sana, naongelea kama mitandao mbalimbali ya wanawake na ya wenzetu, kufanya tafiti mbalimbali na kupeleka serikalini takwimu zinazoonyesha jinsi ambavyo sera hii haifanyi kazi. Sera ya afya, jamani, mkiachia wanawake wakienda kulipia, tulikuwa na maneno mengi sana namna hiyo, na zilikuweko namna za kuvuta zile sauti zetu za kusema mmesema nini, pamoja na kwamba sio kwamba lazima zote zimefanyiwa kazi, ila kulikuwa kuna kitu cha kusema mmefanya nini. Nakumbuka wizara ya fedha kwa mfano tutaitwa, nyinyi mmeandika kwamba hiki hakifanyi kazi, njoni hapa. Kwa nini hakifanyi kazi? Tunaeleza, tunaona mwanamke, tuna mifano kadhaa, watasema basi nenda mtuletee, yani tulete alternative. Tutarudi, tutakaa, tutasema jamani, tutaenda kutafuta sauti za watu, wanawake maskini, mnasemaje hapa, tunapeleka. Si kwamba zote zilichukuliwa, lakini ile kwamba kulikuwa kuna njia ya kusema kwa nini mnasema hivyo. Kwa hiyo tunaiona ni alama moja hapa. Subscribe Mwananchi Digital.